93.0 FM ni radio kijamii Kivu. Kama kawaida tunakaribisha kuweza kusikiliza uchambuzi wetu wa habari za siku ya leo. Uchambuzi ambao unagubikwa na ukurasa wa habari muhimu leo hii, uchambuzi wa habari toka waandishi wetu mbalimbali, makala ya michezo na burudani pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako leo ni Omari Makelele Uzile. Safari Limasidilwe anashikilia vyema dawati la mitambo. Nasema tuambatane kwa pamoja mwanzo hadi tamati. Kabla ya kuingia kwa undani wa uchambuzi wetu wa habari, unakuwa napata fursa ya habari muhimu. Leo ni Jean Makelele Ekalajaden na ukurasa huo. Naam, bila shaka mwenzangu Omari Makelele Uzile. Leo kunako habari muhimu, tuanzie na huko Uvira ambako barabara namba 5 ya taifa imeripotiwa kukatika kwenye mpaka kati ya Uvira mji na Uvira tarafa siku ya 5 ya wiki tunayo, na hivyo kupelekea usafiri wa aina yoyote kukatika. Hivyo ni kutokana na mvua kali iliyonyesha Ijumaa mjini humo. Na huko Moba, chanjo ya kupiganisha ugonjwa wa malaria kwa watoto wa tangu miezi 6 hadi 15 imezinduliwa rasmi siku ya Ijumaa ya tariki 6 Machi mwaka wa 2026 ndani mwa eneo ya afya ya Moba. Mwishowe ni habari ya kimataifa sasa. Maraisi wa nchi wanachama wa Jamhuri ya Afrika Mashariki EAC wamekutana Jumamosi hii ya tariki 7 Machi mwaka wa 2026 mkoani Arusha nchini Tanzania kwa lengo la kushiriki mkutano wa 25 wa kawaida wa jumuiya hiyo. Mwenzangu Omari Makelele Uzil naweka nukta kunako habari muhimu. Asante sana kunako ukurasa wako wa habari muhimu. Tuyikite ndani ya uchambuzi wetu wa habari zenye kwa kina, tukianzia katika mji wa Baraka. Ni kwamba uongozi wa soko la Jeteme mjini Baraka pamoja na wanamemba wake wameanzisha kazi za ujenzi wa mifereji inayosadikika kushusha maji ndani ya soko la Jeteme yapata siku 4 sasa tangu kazi hizo zianzishwe. Maua Masoka Haline ni kiongozi wa soko la Jeteme mjini Baraka, ameomba kwa wabunge wachaguliwa tarafa la Fizi na mji wa Baraka kuwajia na msaada wa vifaa vya ujenzi ili kazi hiyo ikamilike vema, kama alivyoanza kutoa shukrani zake kwa gavana makamu na meya wa mji wa Baraka kwa kuleta soko hilo la kisasa mjini Baraka. Papa Excellence, tulishukuru sana Jean-Jacques Lakano, pia tukakia shukuru meya wa jiji ya vile ya Baraka kwa kutupatia wazifa ya kutujengea soko na kutukatia soko yetu. Tunaona kabisa mvile yote Baraka, tunaona hii soko marché de Jeteme ni soko ya kwanza inapresente vile tu ya Baraka. Na kwa kuona usumbufu wa maji achwa longo iko na kamata iko na pita hapa, inakamata mai, ile mai kisha fika hapa inajitupa yote mu marché Jeteme. Soko yote inayala mai, maana soko tena kwa kuingia msoko na magodio, kama ingia msoko na magodio hawezi yeme. Ndo tulikala chini na bamambre tukaona tukamate ile kidogo yenye tulikuwa nayo, tukapata franga kidogo, tukalize neno kanisa ya 3 ya Bamalikia wa Uwembe, tukawapatia ile franga yetu, na ndio vile banaingia mshantie ya kwanza kutengeneza mferegi ya eneo ya Kalinga Sud. Hizo ni pesa zetu tu binafsi zenye organization yetu na bamambre yetu msoko, ndo tulifanya ile organization tukapata ile franga kisha tukaendeleka kule kwa Bamalikia wa kazi. Siwezi jua kama inaweza kamata muda wa siku 5, naona kama inaweza malizika, inaweza kosa hata 2 jours ou 5 jours, ingine inaweza fika, inaweza tumbata mu semaine etini. Penda ongea ba député vote benye tulichagulaka mzone yetu ya Fizi, bangekuwa wanatusaidia ile kidogo kidogo yenye inaweza kuwa natusaidia. Ni soko wa kina mama, ni soko wa mama Marangazi. Banamuke bangaika benye bakwake na mitai, ni watu wa mitai ya kidogo kidogo sana. Ndio tunaona mtatizo kwa juu, tuliona mvua ilinyesha ajuzi, mai hatukuiona jana, tena vile vile mai mjeteme hatukuiona. Tungia kupita ba député benye tulichagulaka, mko mnatusaidia kumchango wakati tuko na matatizo ya msoko,
bako banatusaidia kumichango. Juu sauti zetu na sisi tuliwapatia waende kule wende kufanya kazi. Bako wanaangalia nyuma, bako wanaangalia fasi fulani kwa watoto wenye tuliacha. Bako natusaidia zile saki za sima, saki za gravier wanaweza tusaidia vile. Juu kisha kumaliza mfereji tena tungali tutaingia ile mule msoko tena tukanalize tena ingine mai tujengeshe mpaka tupe kule kwa Eglise Katoliki. Tujelekeze kule katika mji jirani wa Uvira. Ni kwamba barabara namba 5 ya taifa imeripotiwa kukatika kwenye mpaka kati ya Uvira mji na tarafa siku ya 5 ya wiki tunayo, na hivyo kupelekea usafiri wa aina yoyote kukatika. Hivyo ni kutokana na mvua kali ilionyesha Ijumaa mjini humo. Kwa mujibu wake mwanasheria Chako Changu Bwana Ane, moja kati ya malida wa eneo hilo, ameanza kutoa picha halisi ilivyokuwa eneo hilo la Kagando. Barabara imekatika completement RN5 ya groupement corporea Kagando imekatika barabara kabisa. Ni kwamba jana siku ya 5 unajua kwamba Uvira tangu hii mwezi wa pili katikati mpaka hata leo vule inanyesha usiku na mchana. Kweli hatuna hata mapumziko hata moja. Na jana asubuhi tumeamka tukashuhudia kwamba barabara imekatika, barabara namba 5 ngambo ya groupement incorporé ya chini ni Kagando na juu ni groupement incorporé ya Katala. Hiyo ndio upande wa juu hapo, upande wa nord wa vile ya Uvira. Wenye wanazoea wako Baraka, wako pale. Kama unaenda Bukavu unafika fasi moja kwenye tiko kamba ya meri ni checkpoint pale, wanacheke makarte de lecteur, wanacheke wa infiltré, wanacheke wenye kuwa na pesa mbaya, wanacheke wenye kuwa na mabundu. Pale tu ndio kwenye barabara namba 5 mvula imebeba barabara yote, udongo yote, kwa sababu nika mtoni kadogo ikakata kabisa, ikakata wasiliano katikati ya vile ya Uvira na territoire ya Uvira, mpaka gari hazisafiri. Ni vigumu gari kutoka Muville na kwenda mteritoire hadi mpaka Bukavu. Ingalao hali ya mplene magari zinaanza na Bukavu vizuri sana. Ndio hali tumeamka jana na leo kabisa inaleta susi kubwa sana. Maajate zinasema, watransporter urbain wanasema, mpaka hata kwenda kwenye mashamba wanasema hali njia haiko kabisa. Na alipoulizwa kuhusu nini yaweza kuwa suluhisho ya haraka kulingana na hali ya sasa, Chako Changu Bwana Ane amejibu. Ukweli solution iko ya kusitiwe munjia 3. Kuna solution ya haraka na solution ya muda kitambo na solution ya kuja kule mbele. Solution ya mbele ama ya long term ni kwamba barabara inayojengewa RN5 kutoka njia ya kwenda Bukavu ya Ngomo ishuke haraka mpaka muvile ya Uvira, hata kama tu katika hali ya vita na pesa zimekwenda kwenye vita. Ya pili solution ya karibu ni kwamba serikali imobilize majeshi. Tuko na majeshi wa Uvira na ndani ya majeshi tiko wa génie militaire wenyewe wanazoea kujenga bilalo. Nafikiria kwamba wachangane na service ya ITP, wachangane na service ya génie civil, waone kwamba wanaweza kujenga pale hata kidogo raia ipite. Na solution ya leo ama ya kesho asubuhi ni kwamba serikali inaweza katia pale makonteneur. Watu tumeiona pia hata pia Sangi waletea makonteneur, hata pia Kiliba konteneur zilikuwa pale. Watie makonteneur ili kwamba gari zipite na ishuhudie kwamba activite transport imerudia kwa usalama, kwa faida ya raia na kwa faida ya maajansi ambao kivuli zinaenda Bukavu zinarudia bila shida hata moja. Tangazaji haiko sehemu hiyo tu, sehemu moja, hapana. Ukienda pia mkotea sisi kwa watu wenye wanakamata magari zao wanazeba mu territoire, kuna fasi kwenye mtoni mferia ya Bavira. Ukitoka tu pale fasi wanaruwea sana. Kuna mtoni nyingine riviere ambao imebeba na kilalo inamwanga majiwe hapa tu Kalungwe hapa inabeba kila kitu pale, nako njia iko pratikable. Fasi ziko nyingi, utakumbuka kwamba Uvira ville iko na mitoni inapita katikati, imo ndani ya mitoni 25 na zaidi. Sasa hiyo mji hauwezi ukakuwa ikiwa kabisa au viongozi na raia wafikirii namna gani ya kulinda huyo mji ambao uko na mitoni zaidi ya 25.
Tubaki tu katika mji wa Uvira ni kwamba kisha kupata malalamiko mengi kutoka kwa wachuuzi wa Uvira na sehemu zingine za jimbo hili, imepelekea sisi kwenda kumuona mkuu wa kitengo cha DGDA jimboni Kivu Kusini kwa ajili ya kupunguza tozo ya biashara vinavyotoka nje ya nchi. Ndivyo amesema mwenyekiti wa shirika jipya la raia kusini mwa jimbo hili pa Uvira, Bwana Mafikiri Mashimango. Katika mazungumzo nasi, kiongozi huyo wa shirika jipya la raia kusini mwa jimbo hili amesema kuwa mkuu wa kitengo cha DGDA amesema kuingilia kati haraka iwezekanavyo ili kuhakikisha wachuuzi hawalalamiki tena. Mafikiri Mashimango amesema kufurahishwa na hatua hiyo. Alikuwa malalamiko mingi sana na kwanza leo kajia wa importateur wachuruzi ndio siba deklara kufatana na mabei fulani zilionekana kupanda. Donc leo tulikuwa kwa bureau de la coordination de la nouvelle civile, tulionana na directeur provincial de la DGDA. Il fallait kudiscuter naye kumaanisha kwamba kufatana na hali haiko mzuri vite kupanisha mataksi kwa ajili ya kulipa marchandise na ingia kufatana na hali tuko napita hemo na hali yenye Uvira ilipita ndani. Mais il faut quand même préciser parce que depuis zamani pankuaka un peu kazi wanasaidiaka ba commerçant ile vraiment tunakuwa comme DGDA kwa sababu si vraiment vitu fulani vingekuwa appliqué peut-être que ça pouvait ingekuwa plus grave, mais tulireconnaître ile, mais tulimwambia kwamba pole on va quand même atatumika na wa déclara na wa importateur pole, mais kusai vraiment que kupandisha bei sana kufatana venye Uvira li connaître na kufatana na venye tuko na vivre actuellement iko nguvu sana. Et vraiment nashukuru parce que alitrasire que atajiimpliquer na ile matatizo tapata une réponse mbio et en même temps que tulomba na tulimwitikia kwa sababu ya kuendelea collaborer kwa mambo fulani inaendeki. Il faut vraiment kujiapprocher naye na kuongea pour quand même à chaque fois que pas de problème tuko na tafuta une solution d'ensemble pour kila saa kuleta fuyo. Donc à notre niveau comme bureau de coordination nouvelle civile tunashukuru irakonte parce que tusaidia kupata une réponse ni watu walikuwa na tafuta, mais aussi kuendelea collaborer avec les autorités concernées kwa juu ya intérêt ya Uvira na partie ya Sud Kivu. Hivi sasa muda umewadia wasikilizaji kuweza kusikiliza habari za michezo, ambako leo namkaribisha mwenzangu Isaac Mulucha Ashibe. Asante sana Omari Makelele Ozile. Kwenye ukurasa wa habari za michezo, tuanze na michuano ya Ligi D ukanda wa Mashariki B hapa nchini. Jumamosi 7 Machi mwaka huu, timu ya Kapako ilitambia timu ya Brazil mabao 3 bila kujibu. Mabao hayo yalipachikwa na Bwana Macho, mshambuliaji hatari wa timu ya Kapako, na timu ya Etincelle ililazwa na Virunga kutoka Goma kwa bao 1 bila. Bao hili lilikuwa la free kick, yani coup franc, iliyopigwa na beki wa Virunga Bwana Kanda. Mechi zote hizi zilichezeka huko mjini Butembo. Sasa tukiruka mara moja huko Ulaya ni kwamba nyota wa Liverpool Mohamed Salah anazidi kukuza jina lake huko England, kwa vile yameenda kuweka rekodi kubwa katika soka la England baada ya kufikisha idadi ya mabao mengi zaidi akiwa na Liverpool kuliko aliyowahi kufunga alipokuwa na Manchester United. Tunakumbusha kwamba Rooney alifungia Manchester United mabao 253 na bado anabaki kuwa mfungaji bora wa muda wote wa klabu hiyo. Hata hivyo, Salah sasa yeye amefikisha mabao 254 akiwa Liverpool. Salah alifikia rekodi hiyo baada ya kufunga bao moja katika ushindi wa 3-1 wa Liverpool dhidi ya Wolves hapo jana katika mchezo wa kombe la FA. Na tukienda mara moja kwenye tetesi za usajili huko barani Ulaya ni kwamba Tottenham Hotspur wamefanya mazungumzo na aliyekuwa kocha wa Olympique de Marseille Roberto De Zerbi kuhusu uwezekano wa kumpa nafasi katika majira ya joto iwapo timu hiyo itasalia katika ligi kuu. Meneja na mchezaji wa zamani wa Tottenham Glenn Hoddle amesema yuko tayari kusaidia timu hiyo kuepuka kushuka daraja iwapo kocha wa muda Igor Tudor ataondolewa baada ya kupoteza mechi zake 3 za mwanzo. Mchezaji mwingine wa zamani wa Tottenham Robbie Keane pia ametajwa kuwa miongoni mwa wagombea wakuu wa kumrithi Tudor iwapo klabu hiyo ya kaskazini mwa London itaamua kumtimua Tudor. Mabingwa wa Italia Napoli wanataka kuchukua hatua haraka ili kumfunga kwa mkataba wa muda mrefu kiungo wa Scotland Scott McTominay wa miaka 29, huku kukiwa na vilabu kadhaa vya ligi kuu England vinavyomtaka mshambuliaji huyo. Mshambuliaji wa Newcastle United William Osula miaka 22 amesema hajui mustakabali wake utakuwa vipi, lakini kwa sasa anaweka mkazo wake katika timu hiyo ya Tinezide. Mchezaji huyo raia wa Denmark awali alihusishwa kutimkia VSB Stuttgart.
Mshambuliaji wa Atletico Madrid Antoine Griezmann miaka 34 ameamua kutokuondoka katika klabu hiyo katikati ya msimu licha ya klabu ya Marekani Orlando City kuonyesha nia ya kumsajili, na Manchester City unatarajiwa kumpa mkataba mpya kiungo wa England Phil Foden miaka 25. Mkataba wake kwa sasa utakapomalizika mwishoni mwa msimu ujao, ingawa mazungumzo yanaweza kuwa magumu kutokana na kiwango chake kinachoyumba. Kiungo wa England Mason Mount miaka 27 hana mpango wa kulazimisha kuondoka Manchester United katika dirisha la usajili la majira ya joto, limesema hivyo gazeti la Football Insider. Na Manchester United hiyo wamejulishwa kuwa klabu ya Uturuki Trabzonspor haiko tayari kulipa kiasi kinachotakiwa kwa cha paundi milioni 40 hadi 43 kwa ajili ya kumsajili kipa wa Cameroon Andre Onana. Tumalizie na habari inasema kwamba winga wa Brentford Kevin Chad miaka 24 anaendelea kuvivutia vilabu kadhaa vikubwa barani Ulaya, huko Tottenham Hotspur, Bayern Munich na Inter Milan zikitajwa kuvutiwa na saini yake. Sasa mwenzangu Omari Makelele Ozili, nataka nimalizie kwa habari hii inayosema kuwa takwimu ya kushangaza sana kuhusu Sergio Ramos ambayo wengi hawajui, na nikasema niweke wazi leo. Ramos anajulikana kama mmoja wa mabeki wakali na wenye kadi nyingi katika soka, ila Ramos hakuwahi kupewa kadi nyekundu hata mara moja katika mechi zote alizochezea timu yake ya taifa. Omari, ulikuwa unalijua hili wewe kweli? Tayari nilikuwa nalijua, lakini kwa gisi umeambia wasikilizaji inakuwa ni fresh kabisa. Ndio, Ramos alicheza jumla ya mechi 180 akiwa na Hispania katika kipindi cha miaka 16, lakini hakuwahi kutolewa nje kwa kadi nyekundu hata mara moja. Cha kushangaza zaidi ni kwamba katika ngazi ya klabu, Ramos ndiye mmoja wa wachezaji wenye kadi nyekundu nyingi zaidi katika historia ya soka. Rekodi yake katika klabu aliyochezea zikiwemo Real Madrid, PSG na Sevilla, kwa ujumla Ramos amepewa kadi nyekundu 13, ikiwa na Real Madrid alipigwa kadi nyekundu 26, PSG alipigwa kadi nyekundu 2 na Sevilla alipigwa kadi nyekundu 2. Sasa hii inaonyesha tofauti kubwa kati ya Ramos wa kwenye klabu na Ramos wa timu ya taifa, ambapo akiwa na Hispania aliweza kudhibiti mchezo wake ili asije kuigharimu timu yake ya taifa. Mimi naishia hapo kwenye ukurasa wa habari za michezo kwa siku ya leo. Asante sana Isaac Mlucha Shibe kwa ukurasa wa habari za michezo. Msikilizaji, kama ndio unakuja kujiunga nasi, unaendelea kusikiliza uchambuzi wa habari za Radio Kivu katika mji wa Baraka, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, jimboni Kivu Kusini, kunako mita banda 93.0. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Tujielekeze sasa kule jimboni Tanganyika katika tarafa la Moba. Ni kwamba chanjo ya kupiganisha ugonjwa wa malaria kwa watoto wa tangu miezi 6 hadi 15 ya kuzaliwa imezinduliwa rasmi siku ya Ijumaa ya tarehe 6 Machi 2026 ndani mwa eneo ya afya ya Moba tarafani Moba jimboni Tanganyika. Radio Kivu Moba tunajiunga na mwenzetu Isdor Kashulwe. Eneo ya Moba tarafani Moba mkoa Tanganyika imeweza Ijumaa Machi 6 mwaka 2026 kuzindua chanjo ya kukinga malaria kwenye mpango mkubwa wa chanjo ya ratiba. Mdalo umefanyika kwenye senta ya afya Kasama ndani mwa kitongoji cha Kirungu. Wakati wa mdalo huu Daktari Jinyo, mganga mkuu wa hospitali kuu ya Kirungu na mwakilishi wa mganga mkuu mwangalizi wa eneo ya afya ya Moba, amefahamisha kama chanjo hiyo ya kukinga malaria inalenga watoto wa kuanzia miezi 6 hadi 15. Kuko vaccine ya mupya. Ile vaccine ya mupya ni ya kukinga malali ya malaria kubatoto betu kuanzia miezi 6 mpaka miezi 15. Juu ya nini? Bale batoto abakwa bado na ma antikore ya nguvu, alo ifale kuongeza eko kitu inaweza kubakinga. Kwa kukinga malaria haina tu vaccine, kuko vingine tunafanyaka kutengeneza mazingira yetu, kutia watoto mumustike, na kuna kuye yengine ni ile vaccine tuko naita VAP. Ni chanjo ya kukinga malaria, ndio ile vaccine tunaita. Na ile vaccine kuanzia hapa sasa batoto yetu bote bale kuanzia miezi 6 mpaka miezi 15 bataanza kupata ile chanjo ku calendrier tunaita calendrier vaccinal. Ni kusema bale batoto bote bataanza kupata ile vaccine. Na ile vaccine inasema ni vaccine ya kunywa, hapana.
ile vaccin ni vaccin nyewe itachomewa mu nyama, itakuwa kule kumkono ya gauche kubatoto yetu. Juu ya nini? Malaria parmi ma cause ya décès, malaria ko parmi les 2 premières pathologies nye kuna uwa. Upande wake Dimskata wa tarafa ya Moba ameanza kwanza na kusalimu juhudi ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anayepambana kwa ajili ya kuboresha afya ya watoto hasa wale wa chini ya miaka 5. Kama Victoria ameanza kwa wakati huo kuitisha wazazi bila msito kuwaleta watoto husika kwa ajili ya kupewa chanjo dhidi ya malaria. Hiyo jambo ya malaria ukifuata nusu kubwa ya vifo mu Afrika, surtout mu mazone tropical, mu mazone ile ngwana kifukuto ni malaria. Inatokana na nani? Mustiki. Nchi yote mu Afrika na Ulaya, kila mtu anaangalia nchi yake anasema nitakinga watoto yangu namna gani. Na njoo maana Mkongo na rais wetu Felix Antoine Tshisekedi Chilombo anasema na nchi yangu nako mpeleke vaccin yenyewe itakinga watoto na vifo vinavyotokana na malaria. Yo inafika. Mwache baba chome bila kuleta visa vyovyote, sababu wawakinge na magonjwa ya malaria. Yeye inabakia mimi kuambia mimi ni kuwaimiza tu. Kuwaimiza ça veut dire kumipatia courage ya kufaire vacciner batoto. Tulizala ni kusema uwe mzazi mwema ni kutunzisha mtoto wako au kumkinga na kumsindikiza naye akomale awe mkubwa sawa wewe naye akazali, na pale utaitwa mzazi mwema. Walikuwa wengi hususa polisi, wadhamini wa afya na wanamemba wa shirika la umma wameshiriki kwenye mdahalo huo. Nikiripoti kutoka Moba, Gidor Kashule, Radio Kivu. Tumalizia uchambuzi wetu wa habari na habari za kimataifa ni kwamba marais wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC wamekutana Jumamosi hii ya tarehe 7 Machi 2026 mkoani Arusha nchini Tanzania kwa lengo la kushiriki mkutano wa 25 wa kawaida wa jumuiya hiyo. Undani wa taarifa hii naye Safara Limasi. Mkutano huu umeandaliwa chini ya kauli mbiu kuimarisha ushirikiano ili kuboresha hali ya maisha ya wananchi wa EAC. Mkutano huu unadhibitisha tena dhamira ya nchi washirika na kuendeleza ushirikiano wa kikanda na maendeleo endelevu ya jumuiya. Mkutano huu ulitanguliwa na kikao cha dharura cha baraza la mawaziri la EAC ambacho ni chombo kikuu cha kufanya maamuzi ndani ya jumuiya chenye jukumu la kuandaa masuala yatakayowasilishwa kwa marais kwa ajili ya kuyachambua na kuyaidhinisha. Kikao hicho kilifanyika kuanzia tarehe 2 hadi 5 Machi katika makao makuu ya EAC mjini Arusha. Wakati wa kikao hicho, baraza la mawaziri lilijadili masuala muhimu yaliyo katika ajenda pamoja na maendeleo yaliyopatikana katika utekelezaji wa maamuzi ya mikutano ya awali ya wakuu wa nchi kabla ya kutoa mapendekezo yatakayowasilishwa kwenye mkutano wa wakuu wa nchi kwa ajili ya kupitia na kuyaidhinisha. Kwa mujibu wa taarifa EAC, ajenda ya mkutano huu pia inajumuisha uchunguzi wa ripoti ya baraza kwa kipindi cha kuanzia tarehe 30 Novemba 2024 hadi 31 Disemba 2025, namna ya kutekeleza maelekezo ya mkutano wa 24 wa wakuu wa nchi kuhusu ufadhili endelevu wa bajeti ya EAC ambao unategemea mchango wa 65% unaolingana kwa nchi zote na mchango wa 35% wa kiwango maalum, pamoja na tathmini ya hatua ya jumuishaji wa nchi wa shirika zilizojiunga kwa jumuiya kati ya mwaka 2016 na 2024. Viongozi hao pia wanatarajiwa kumteua katibu mkuu mpya wa EAC, kuwateua majaji wa mahakama ya haki ya Afrika Mashariki, kuongeza muda wa kazi wa manaibu makatibu wakuu, kuwateua makamishna katika mamlaka ya ushindani wa EAC na kutoa idhini kwa miswada ya sheria iliyopitishwa na bunge la Afrika Mashariki. Huko Arusha, isipokuwa nchi mwenyeji, baadhi ya marais wa nchi wanachama wa EAC tayari wamewasili. Miongoni mwao ni Yoweri Museveni, rais wa Uganda, Evariste Ndayishimiye, rais wa Burundi na pia mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika, pamoja na William Ruto, rais wa Kenya na mwenyekiti wa sasa wa EAC. Rais wa Sudan Kusini, Salva Kiir, amemtuma waziri wake wa mambo ya nje Sema Yakumba kumwakilisha. Aidha, ujio wa Hassan Sheikh Mohamud, rais wa Somalia, unatarajiwa pia. Miongoni mwa waliokosekana ni Paul Kagame, rais wa Rwanda, ambaye amewakilishwa na waziri mkuu wake Justin Nsengiyumva, pamoja na Felix Tshisekedi, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais Tshisekedi amemtuma waziri wa ushirikiano wa kikanda Floribert Nzuluni Silokechi kumwakilisha, huku yeye akielekea nchini Marekani kuhudhuria mazishi ya mchungaji Jesse Jackson.
uhusiano kati ya nchi hizi mbili za eneo hilo bado una mvutano kutokana na tuhuma za pande zote. Rwanda inatuhumu DRC kuunga mkono kundi la FDLR, wakati Kinshasa inailaumu Kigali kwa kuunga mkono uasi wa AFC M23. Mkutano huu mpya unafanyika katika kipindi ambacho hali ya usalama mashariki mwa DRC inaendelea kuzorota. Hali hii inachangiwa na mapigano makali kati ya jeshi la serikali ya Kongo na waasi wa AFC M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda. Wakati huo mvutano wa kidiplomasia kati ya Kinshasa na Kigali unaendelea kuongezeka licha juhudi za kidiplomasia zinazoendelea zikiwemo michakato ya mazungumzo ya Washington na Doha. Jambo jingine muhimu linaloonekana sambamba na mkutano huu ni hali ya sitofahamu inayodumu kati ya Kinshasa na kambi ya kikanda ya EAC. Mara nyingi hali utafsiriwa kama ishara ya kujitenga kwa DRC na jumuiya hiyo. Asante sana Safari Alimasidilwe kwa habari hizo za kimataifa. Ni hapo ndipo natamatisha uchambuzi wetu wa habari za siku ya leo. Nikushukuru msikilizaji kwa kuweza kunitegea sikio mwanzo hadi tamati. Vile vile sitakosa kushukuru jopo nzima waandishi habari wa Radio Kivu walionisaidia kuziandaa. Mimi ambaye nilikusomea ni Omari Makelele Uzil. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe. Chao.